Fikirini kwa makini, ni daraja gani anayopewa huyu ndugu yetu katika kanisa. Bwana wetu Yesu Kristo aliyetumwa na Baba ili kuwakomboa wanadamu, naye mwenyewe aliwatuma mitume duniani, mitume thenashara, ili baada ya kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu waihubiri Injili, na wakiwakusanya watu wote katika zizi moja, wawatakatifuze na kuwaongoza. Lakini ili utume huo upate kuendelea mpaka ukamilifu wa dahari, mitume waliwachagua wasaidizi wao, wakawapa paji la Roho Mtakatifu kwa kuwawekea mikono. Wamelipokea kutoka kwa Kristo, na kwa tendo hilo toka kizazi hata kizazi, kwa njia ya urithi usiokatizwa wa maaskofu, umeendelezwa mpaka duniani utume uliokabidhiwa kwa Kristo kwa mitume, na kazi ya Mwokozi inaendelea na kusitawi hadi nyakati zetu. Katika nafasi ya askofu anayezungukwa na mapadre wake, yupo kati yenu Bwana wetu Yesu Kristo kwa milele. Maana katika huduma ya askofu, Kristo mwenyewe anaendelea kuihubiri Injili na kuwagawia waamini mafumbo ya imani. Tena katika ubaba wa askofu, yeye mwenyewe anaongeza mwili wake viungo vipya na kuviunganisha. Yeye mwenyewe katika hekima na busara ya askofu ndiye mwenyewe anayeongezea ninyi katika hija ya hapa duniani hadi kuifikia heri ya milele. Hivyo basi, mpokeeni kwa moyo wa shukrani na furaha huyu ndugu yetu ambaye sisi maaskofu kwa kumwekea mikono tunamuunganisha katika urika wetu. Tena mheshimuni kama mtumishi wa Kristo na mgawaji wa mafumbo ya Mungu, maana yeye huduma ya Roho Mtakatifu, maana yeye amekabidhiwa ushuhuda wa Injili ya ukweli na huduma ya Roho Mtakatifu na ya haki. Nanyi yakumbukeni maneno ya Kristo asemaye na mitume: awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakataaye ninyi anikataa mimi, naye anikataye mimi amkataa yeye aliyenituma.
Nawe ndugu mpendwa sana, uliyeteuliwa na Bwana, uzingatie moyoni kuwa umechukuliwa kati ya wanadamu, ukawekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu. Maana uaskofu ni jina linalomaanisha utumishi wala si adhama, na askofu hupaswa kutumikia kuliko kutawala, kwa sababu kadiri ya agizo la mwalimu wetu aliye mkubwa na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yeye atumikiaye. Lihubiri neno wakati ufao na wakati usiofaa. Onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Usiache kuomba kutoka katika utimilifu wa utakatifu wa Kristo wingi wa neema mbalimbali kwa ajili ya watu unaokabidhiwa. Uwe mgawaji wa mafumbo ya Kristo, msimamizi na mlinzi mwaminifu. Katika kanisa unalokabidhiwa, umeteuliwa na Baba ili uiongoze familia yake. Kwa hiyo, umkumbuke daima mchungaji mwema ambaye anawajua kondoo zake nao wanamjua, na yeye hakusita kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Wapende wote unaokabidhiwa na Mungu kwa upendo wa kibaba na kindugu. Kwanza mapadre na mashemasi, washiriki wako katika utumishi wa Kristo. Lakini pia wale walio maskini na wadhaifu, wasafiri na wageni. Uwahimize waamini wote washirikiane nawe katika kazi ya kitume, wala usikatae kuwasikiliza kwa radhi. Aidha, kuhusu wale ambao hawajajiunga bado katika zizi lile moja la Kristo, nao washughulikie bila kuchoka, maana hao nao wamekabidhiwa kwako na Bwana. Katika kanisa Katoliki linalokusanyika kwa kifungo cha upendo, wewe umeunganika katika urika wa maaskofu, hivi kwamba usiache kujishughulisha na makanisa yote. Nawe uyabuni kwa moyo radhi makanisa yanayohitaji zaidi msaada. Hatimaye ulitunze kundi zima ambalo Roho Mtakatifu amekuweka ili ulisimamie katika kanisa la Mungu. Ulitunze kwa jina la Baba ambaye katika kanisa wewe usura yake, na kwa jina la mwana wake Yesu Kristo ambaye unapewa wadhifa
wake, na kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye huisha kanisa la Kristo na kutegemeza sisi katika udhaifu wetu. Ndugu mpendwa sana, mapokeo ya mababa yanaagiza kuwa askofu anayewekwa wakfu ahojiwe na watu, mbele ya watu, kusudi azimio lake la kuhifadhi imani na kuitekeleza utume wake. Basi ndugu mpendwa sana, je, wataka kutimiza hadi kufa ule utume tuliopewa kutoka kwa mitume na ambao sisi tunakupa wewe kwa kukuwekea mikono yetu kwa neema ya Roho Mtakatifu? Nataka. Je, wataka kuihubiri Injili ya Kristo kwa uaminifu na bila kukoma? Nataka. Je, wataka kuitunza hazina ya imani iwe nzima na safi kadiri ya mapokeo ambayo katika kanisa yanahifadhiwa daima na popote tangu nyakati za mitume? Nataka. Je, wataka kujenga mwili wa Kristo ulio kanisa lake na kudumu katika umoja wake pamoja na maaskofu wote chini ya mamlaka ya halifa wa Petro mtume mwenye heri? Nataka. Je, wataka kumtii kwa uaminifu halifa wa Petro mtume mwenye heri? Nataka. Je, wataka kulilinda taifa takatifu la Mungu kama baba mwenye upendo pamoja na washiriki wako mapadi na mashemasi na kuliongoza katika njia ya wokovu? Nataka. Je, wataka kuwa mkarimu na mwenye huruma kwa maskini, wageni na wahitaji wote kwa jina la Bwana? Nataka. Je, wataka kuwatafuta kondoo waliopotea kama mchungaji mwema na kuwaunganisha katika kundi la Bwana? Nataka. Je, wataka kumwomba bila kukoma Mungu Mwenyezi kwa ajili ya taifa lake takatifu na kutekeleza utume wa ukuhani mkuu pamoja pasipo lawama? Naam, kwa msaada wa Mungu nataka. Basi Mungu alianzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe.